الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الفصل الثالث: أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. حكم zinazohusu hedhi wa ilistihadha na damu ya ugonjwa, wa nifas na damu ile ya uzazi. Awalan alhaid. Awalan taarifu alhaid, maelezo kamili ya hedhi. Alhaidhu fi lugha huwa sayalan. Hedhi katika lugha ni sayalan, ile kutirizika damu. Walhaidhu shar'an damun يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة. ni damu inayotoka katikati ya mfuko wa uzazi wa mwanamke katika nyakati maalumu bila maradhi. Damu inatoka bila maradhi katika nyakati maalumu. Wa innama huwa shay'un jabala Allahu alayhi banati Adam. Hili ni jambo ambalo Allah amewaumbia wale wanawake wa Adam. Hili ni jambo ambalo Allah amewaumbia banati Adam, wanawake wa Adam. Khalaqahu Allahu fi rahim. Allah ameiumba damu hiyo katika mfuko wa uzazi, litaghdhiyati alwaladi fi rahim, ili iwe ni chakula cha mtoto, fi rahim, katika mfuko ule wa uzazi. Waqta alhamli, wakati wa mimba. Wakati mama anapokuwa na mimba, mtoto wake anakula chakula chake, ni ile damu yake ambayo ilikuwa itoke wakati ambapo hana mimba. Na ndiyo maana damu ile haitoki mwanamke akiwa na mimba, ni kwamba ni chakula cha yule mtoto aliyeko tumboni. Thumma yatahawalu labanan ba'da wiladatihi, kisha inabadilika inakuwa ni maziwa baada ya kuzaa kwake. Baada ya kumzaa yule mtoto, ile damu inabadilika inakuwa ni maziwa. Fa idha lam takun almar'atu hamilan wala murdi'an baqiya hadha ad-damu la masrifa lahu. Ikiwa mwanamke akiwa hana mimba au hanyonyeshi, inabakia ile damu, haina mahali, yani haina matumizi, haina mahali pa kutoka. Fayakhruju fi awqatin ma'luma, hapo inatoka katika nyakati maalumu. Tu'rafu bil ada au ad-dawrati shahriya, inaitwa ada, damu ya ada ya kawaida, au inaitwa ad-dawrati shahriya, hiyo alhaid. Hiyo ndiyo maelezo kamili ya hedhi. سن الحيض، عمر وحيض. السن الذي تحيض فيه المرأة غالبا أقل سن، يعني غالبا أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين إلى 50 سنة. عمري ambao mwanamke anatoka hedhi, mara nyingi uchache wa umri ambapo mwanamke anapata hedhi ni miaka 9 mpaka miaka 50. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. na wale wanaokata tamaa na hedhi, yani wanawake ambao umri wao ni mkubwa, damu ile haitoki tena, min nisaikum, katika min nisaikum, katika wanawake wenu. Inirtabtum, mkitia shaka, eda zao ni miezi 3. Wallai lam yahidna, na vile vile wale ambao hawajapata hedhi, eda zao ni miezi 3. Fallai ya isna man balaghna 50 sana, ambao wamekata tamaa ni wale waliofikia miaka 50, haitoki tena ile, kwa hiyo eda zao ni miezi 3. Wallai lam yahidna, na wale ambao hawajapata hedhi, hunna sigharu duna 9, ni wale watoto ambao ni chini ya miaka 9, hawa pia ni kwamba hawajapata hedhi. Kwa hiyo umri wa kupata hedhi ni kuanzia miaka 9 na kuendelea mpaka miaka 50. Ahkamul haid, hukmu za mwanamke mwenye hedhi. Yahrumu fi hali alhaidhi watquha fil farji, ni haramu katika hali ya hedhi
kuwatiiwa mwanamke katika tupu yake, liqaulihi ta'ala wayasalunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid, watakuuliza kuhusu hedhi, waambie hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, waepukeni wanawake katika wakati wa hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhunna, msiwakurubie mpaka wataharike. Fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, wakisha taharika waingilieni pale alipokuamrisheni Allah. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitaharisha. Maulama wamekhtalifiana katika hii wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie msiwaingilie mpaka wataharike. Baadhi ya maulama wanasema kutaharika ni kuoga, ikishakatika ile damu yake halafu waoge, hapo ndio itakuwa yajuzu mume kumuingilia. Wengine wanasema la, ikishakatika tu ile damu akijitaharisha tu pale, hata kama bila kuoga yajuzu kumuingilia. Wa min haulai ulama waliosema hivyo, Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema inatosha tu ile kujisafisha yule mwanamke, inatosha, yajuzu kuingiliwa na mumewe hata kabla hajaoga. Kama mume labda ana haraka sana, hata kabla hajaoga, nafsi ya kujitaharisha tu pale inatosha, yajuzu kumuingilia. Kwa ni ikhtilafu ya maulama, kauli yoyote inajuzu kuifuata. Wayastamiru hadha at-tahrim, unaendelea kuharamishwa huku ila an yanqati'a anha khuruju damil haid wa taghtasila minhu, mpaka kukatike kule kutoka kwa damu ya hedhi na aoge. Hapo uharamu utakuwa unamalizika, yajuzu kumuingilia. Liqaulihi ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج, ni halali kwa mume wa mwanamke mwenye hedhi kustarehe naye bila kumjami katika tupu yake. Yajuzu kustarehe naye lakini bila kile kitendo cha ndoa tu asikifanye. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa an-nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa jimaa tu ndio msifanye. Kwa hiyo yajuzu kwa mume kustarehe na mke wake mwenye hedhi, isipokuwa ile jimaa ni haramu. Na Uislamu ni kinyume cha Mayahudi na Manasara. Mayahudi walikuwa wake zao wakipata damu hii wanawatenga na kuwekea kibanda, wanamjengea kibanda kando ya nyumba yao, wanamjengea kule, hawamkurubii, hawali naye, hawazungumzi naye mpaka ile damu ikatike. Hao ni Mayahudi. Manasara nao wao wanawaingilia wake zao hata kama wakiwa na hedhi. Uislamu ni wasat baina al-Yahudi wa Nasara, ni kati na kati baina ya Mayahudi na Manasara, ni kwamba yajuzu kustarehe naye, lakini kile kitendo tu cha ndoa ndicho haramu wakati mwanamke ana hedhi. Lakini anakuwa naye, anakula naye, anacheka naye, analala naye, anastarehe naye, isipokuwa kile kitendo tu ndio ni haramu. Huu ndio Uislamu uliokuja, ni wasat baina al-Yahudi wa Nasara. Tatruku al-haidhu as-sawma was-salata fi muddati haidhiha, katika hukumu za mwenye hedhi ni kwamba anawacha mwenye hedhi saum, anawacha kusali katika muda wa hedhi yake wote, iwe ni siku 6 iwe ni siku 7, hasali wala hafungi. Wayahrumu alaiha fi'luhuma, bali ni haramu kwake kusali na kufunga, ni haramu. Wala yasihani minhuma, wala mambo hayo hayasihi minha, kwa mwanamke huyo. Hata akifunga saumu yake haisihi, hata akisali sala zake hazisihi, bali anapata madhambi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaysa idha halatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, si akipata hedhi mwanamke hasali na hafungi. Alhadithu muttafaqun alayhi. Fa idha tahuratil haidhu fa innaha taqdi as-sawm wala taqdi as-salah, akishataharika mwenye hedhi
hapo atalipa saumu na halipi sala, atalipa saumu halipi sala. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, kunna nahidhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha radhiyallahu anha asema tulikuwa tukipata hedhi katika zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fakunna nu'maru biqada'i sawm, tulikuwa tunaamrishwa kulipa saum, wala nu'maru biqada'i sala, hatuamrishwi kulipa sala. Na hii ni tasihil, ni kumsahilishia mwanamke, kwa sababu sala za siku 7 sio rahisi kuzilipa, sala za siku 6 sio rahisi kuzilipa, ni sala nyingi. Kwa hiyo kwa kumsahilishia mwanamke ndipo halipi sala, lakini saumu analipa saumu baada ya kutaharika. Walfarqu, yaqulu Sheikh, walfarqu wallahu aalam anna as-salata tatakarraru, kwa sababu sala zinakaririka, falam yajib qada'uha, haipasi kuzilipa, lilharaji walmashaqqati fi dhalik, kwa sababu ya uzito wa kulipa sala, bikhilafi saum, kinyume cha saum. Saumu haina uzito wa kulipa, lakini sala ina uzito wa kulipa. Kwa hiyo amehafifishiwa mwanamke kutolipa sala, lakini saumu lazima alipe. Halafu yahrumu ala alhaidhi massul mushafi min ghairi hail, ni haramu kwa mwenye hedhi kushika msahafu bila kizuizi. Liqaulihi ta'ala, la yamassuhu illa almutahharun, hawaishiki Qur'ani isipokuwa wenye kutaharishwa. Walima fil kitabi alladhi katabahu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li Amr ibn Hazm, la yamassu almushafa illa tahir, asiushike msahafu isipokuwa mtu aliyetahara. Wa huwa yushbihu almutawatir, inafanana na mutawatir hadithi hii, litalaqi nnasi lahu bilqabul, kwa sababu watu wameipokea hadithi hiyo. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, madhhabu al-a'immati al-arba'a annahu la yamassu al-mushafa illa tahir, madhehebu ya maimamu wanne ni kwamba hashiki msahafu isipokuwa aliye tahara. Wa amma qira'atul Qur'an, wa amma qira'atul haid lilquran min ghairi massi almushafi fahiya mahallu khilafin baina ahli alilmi, ama kusoma mwenye hedhi Qur'ani bila kushika msahafu, hapa ni mahali pa khilaf baina ahli alilmi. Wal ahwatu, kauli ambao ni ya kutoa shaka, annaha la taqra'u alqur'ana illa inda dharura, ni kwamba mwanamke mwenye hedhi hasomi Qur'ani isipokuwa kwa dharura, kama idha khashiyat nisyanahu, kama akiogopea kuisahau. Wallahu aalam. Hii ni moja katika kauli za maulama, lakini kauli mukhalif ni kwamba alhaidhu, mwenye hedhi, yajuzu kusoma Qur'ani, pia yajuzu kushika msahafu akasoma Qur'ani, yajuzu. Na hakuna, wanasema maulama hawa, hakuna aya au hadithi inayokataza hilo. Ama aya aliyoitoa shekhe hapa, la yamassu illa almutahharun, hii wanasema mutahharun si wanadamu, na aya inarudi, dhamiri inarudi kwenye lauhil mahfudh. La yamassuhu, yani hawaishiki lauhil mahfudh isipokuwa malaika wenye kutaharishwa. Aya hii sio wanadamu almutahharun, almutahharun ni malaika ndio wenye kutaharishwa, hawaishiki lauhil mahfudh isipokuwa malaika wenye kutaharishwa. Na pia hadithi aliyoitoa baadhi ya maulama wanaidhoofisha hadithi hii, kwa hiyo wanasema hakuna makatazo yaliyokuja kwa mwenye hedhi na mwenye nifasi kusoma Qur'ani au kushika msahafu, isipokuwa lazima tufahamu kwamba kusoma Qur'ani na kushika msahafu katika hali ya tahara ni aula na thawabu ni nyingi zaidi. Lakini yajuzu kusoma Qur'ani bila udhu, yajuzu kusoma Qur'ani katika hali hiyo ya hedhi, lakini ni aula zaidi, ni bora zaidi kusoma Qur'ani katika hali ya tahara.
Na hii wanatolea hadithi maulama hawa, hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha fi hijjatil wada, alipokuwa na Mtume SAW akapata katika siku zake, akaingia katika siku zake pale katika tawaf, Mtume akamzuia kutufu, akamwambia if'ali ma yaf'alu alhaju ghaira alla tatufi, fanya yote anayoyafanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu tu, usitufu al-Kaaba, kwa sababu tawafu ni lazima tahara. Lakini wanasema maulama yote anayofanya mwenye kuhiji yanaingia nini? Kusoma Qur'ani, kushika msahafu, yote haya anafanya mwenye kuhiji, na ndipo alipomwamrisha mama Aisha ayafanye yote isipokuwa tawafu. Tawafu haisihi bila tahara na kuswali, kama tulivyosoma hadithi hii iliyopita. Kwa hiyo kauli hii mukhalif inasema yajuzu haid kushika msahafu pia na kusoma Qur'ani. Pia imekuja hadithi katika Bukhari taaliqan inasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi, Mtume alikuwa akimtaja Allah katika hali zake zote, katika hali ya tahara na hali ya isiyokuwa tahara yajuzu kusoma Qur'ani. Kwa ni masala khilafia baina ulamai sunna. Yahrumu ala al-haidhi at-tawafu bil-bayt, ni haramu kwa mwenye hedhi kutufu al-Kaaba, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam li Aisha lamma hadat if'ali ma yaf'alu al-hajju ghaira alla tatufi bil-bayt hatta tatuhuri, fanya anayoyafanya mwenye kuhiji isipokuwa usitufu al-Kaaba mpaka utaharike. Kwa hiyo mwanamke akiwa kule Makka, aidha katika hali ya katika ibada ya haji au umra, ikamjia ile damu yake, ni haramu kutufu al-Kaaba mpaka ataharike, ndio akafanye tawafu. Ama amali nyingine zote anaweza akazifanya, amali nyingine zote si lazima tahara, isipokuwa hii ibada ya tawafu, hii ni lazima tahara. Kwa hiyo atangojea mpaka ataharike ende akafanye tawafu, aidha iwe ni tawafu ya umra au tawafu liifadha ya haji. Kadhalika yahrumu ala alhaidhi allubthu fil masjid, ni haramu kwa mwenye hedhi kukaa msikitini, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam inni la uhillu almasjida lihaidhin wala lijunub, mimi siuhalalishi msikiti kwa mwenye hedhi na mwenye janaba, siwahalalishi kukaa katika msikiti. Wa qaulihi sallallahu alayhi wasallam innal masjida la yahillu lihaidhin wala junub, msikiti sio halali kwa mwenye hedhi na mwenye janaba. Hapa pia pana kauli mukhalif kwamba yajuzu pia mwenye hedhi kukaa msikitini, isipokuwa ahakikishe tu kwamba amejifunga vizuri, damu haitadondoka ikachafua msikiti, kwa sababu damu ya hedhi ni najisi. Wayajuzu laha almururu min almasjid min ghairi lubthin, yajuzu kwa mwanamke kupita pale msikitini bila kukaa, lihadithi Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini alkhumrata fil masjid, Mtume alimwambia mama Aisha, nipe khumra, yani khumra hii sajada ya kusalia, nipe huo msala wa kusalia ulioko msikitini. Fakultu, nikasema inni haid, mama Aisha asema nikamwambia mimi nina hedhi. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna haidhataki laysat biyadiki, hedhi yako haiko katika mkono wako, nipe huo mswala wa kusalia, kwani hedhi yako haiko katika mkono wako, kuonesha kwamba wewe uko tahara, mkono wako ni tahara, lakini tahara hiyo ya hedhi, kwamba una hedhi, kwamba si tahara, si kwamba inazuia kunipa kitu au kunipa mkono, haizuii. Wala basa an ta'tiya alhaidhu bil adhkari shar'iyya, sio vibaya kuleta mwenye hedhi dhikri za kisheria kumtaja Allah, min at-tahlil, kusema la ilaha illa Allah, wat-takbir, na kusema Allahu akbar, wat-tasbih, na kusema subhanallah, wal-ad'iya, na kuleta dua, si vibaya, anatakiwa aseme hivyo mwanamke akiwa katika siku zake. Wa an ta'tiya bil awradi ash-shar'iyya al-mashru'a fi as-sabahi wal-masa,
azilete zile auradi za kisheria zinazotakiwa zisomwe asubuhi na jioni, azilete akiwa katika siku zake. Wa inda naum, adhkari za kulala azilete, walistiqadh, na za kuamka. Wala ba'sa an taqra fi kutubil ilmi, pia sio vibaya kusoma vitabu vya ilmu, katafsir wal hadith wal fiqh, sio vibaya kusoma vitabu hivi. Faida katika hukumu ya rangi ya njano na rangi ya kijivu inayotokana na mwanamke. Yaqulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, as-sufra shay'un kas-sadidi ya'luhu sufra, ni kitu kama usaha ambayo inakuwa juu rangi ya njano. Wal kudra shay'un kalawni al-ma'i al-wasikh al-kadir, na kudra ni kitu kama rangi ya maji machafu, maji ambayo yana rangi ya kijivu. Fa idha kharaja min al-mar'ati kudra au sufra fi waqti 'adatiha fa innaha ta'tabiruhuma haidha ya'khudhani ahkamahu as-sabiqa. Ukitoka kwa mwanamke rangi hiyo ya kijivu au rangi ya njano katika wakati wa ada yake, wakati wa siku zake, ikatoka maji ya rangi hiyo, basi maji hayo mwanamke huyo atazingatia maji hayo kuwa ni hedhi. Ya'khudhani ahkamahu sabiqa, yatachukua maji hayo hukumu za hedhi zilizotangulia zote. Ni kwamba bado hatakiwi aingiliwe na mumewe, yale mambo ambayo ni haramu yote yanaendelea, yakiwa yale maji yale yanatoka katika siku zile zile zake za hedhi. Wa in kharaja min almar'a fi ghairi waqti al'ada, lakini maji hayo yakitoka kwa mwanamke katika isiyokuwa wakati wa ada yake wa siku zake, fa innaha la ta'tabiruhuma shay'a, mwanamke huyo hatazingatia maji hayo kitu chochote. Wa ta'tabiru nafsaha tahira, na ataizingatia nafsi yake kuwa ni tahara. Yale maji hayatadhuru yakiwa yatatoka katika wakati wa tahara yake, tayari siku zake zimemalizika, yakatoka maji yale machafu, yale maji si lolote, bado yuko tahara, wala asitie wasiwasi wowote. Liqauli ummi Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu al-kudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'a, tulikuwa hatuhisabu rangi ile ya kijivu na rangi ya njano baada ya kutoharika, hatuihisabu ni jambo lolote, manake haidhuru ikiwa inatoka baada ya kutoharika. Alhadithu rawahu Abu Daud wa rawahu al-Bukhari duna lafdhi ba'da at-tuhri, amepokea hadithi hiyo al-Imam al-Bukhari bila ya lafdhi hili ba'da at-tuhri. Kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata shay'a. وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث. حديثه إن حكم يا رفع، يعني مرفوع حكما ووات وحديث، لأنه يعتبر تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم. سبوهي نزنغتيوا kwamba ni uthibitisho wa Mtume صلى الله عليه وسلم, amelithibitisha jambo hilo. Wa mafhumuhu anna al-kudrata was-sufrata qabla at-tuhri haidhun ta'khudhani ahkamahu. Mafuhumu ya hadithi hii ni kwamba ile rangi ya kijivu na rangi ya njano kabla ya tahara ni hedhi. Ikiwa ni kabla ya tahara, maji yale ya rangi hizo ni hedhi, ta'khudhani ahkamahu, yanachukua hukumu za hedhi. Na ikiwa yatatoka maji yale baada ya kutaharika, basi maji yale ni tahara wala si hedhi. Faidatun ukhra, faida nyingine. Ma alladhi ta'rifu bihi almar'atu nihayata haidhiha, jambo gani ambalo mwanamke atajua mwisho wa hedhi yake? Swali, jawabu, ta'rifu dhalika biinqita'i dami, mwanamke atajua hilo kwamba mwisho wa damu yake kwa kukatika ile damu.
ikishakatika ile damu haitoki tena, hapo ni kwamba damu ile ndiyo mwisho. Wadhalika biihda alamataini, na hilo ni kwa moja katika alama mbili. Alalamatu alula nuzulul qassati albayda wa hiya bifathi alqafi ma'un abyadu yatba'u alhayd yushbihu ma aljis, kushuka maji meupe. Anasema bifathi alqafi qassa ma'un abyadu yatba'u alhayd, ni maji meupe yanayofuatia hedhi. Yushbihu ma aljis, yanayofanana na maji ya chokaa. Kwa hiyo yanapotoka yale, hii ni alama ya kwanza kwamba hedhi imekwisha. Waqad takunu bighairi launi albayad, na huwa ikawa kwa isiyokuwa rangi nyeupe. Faqad yakhtalifu launuha biikhtilafi ahwali nisa, huenda ikapishana rangi yake kwa hitilafu ya hali za wanawake. Wanawake kama wanaokhtalifiana, ndiyo maji hayo yanayokhtalifiana, mara nyingine yanakuwa meupe, mara nyingine ni rangi nyingine. Kwa hiyo hii ni alama ya kumalizika ile hedhi. Alalamatu thania aljufuf, ukavu. Wa huwa an tadkhula hirqatun au an tudkhila khirqatan au qutnatan fi farjiha, ni kuweka kitambara au pamba katika farji yake. Thumma tukhrijuha jaffa laysa alaiha shay, kisha aitoe ile pamba au kile kitambara hali ya kuwa ni kikavu, hakina kitu chochote. La minaddami wala minal kudra au sufra, hakina damu au hakina rangi ile ya kijivu au hakina rangi ya njano. Hapa ni kuonesha kwamba hedhi ile imekwisha. Kwa hizi ni alama mbili ambazo hujulikana intihai au nihayati haidhi almar'a, mwisho wa hedhi ya mwanamke. Ma yalzamu alhaidha inda nihayati haidhiha, mambo ambayo yanamlazimu mwenye hedhi ikimalizika hedhi yake. Yalzamu alhaidha inda nihayati haidhiha an taghtasil, inamlazimu mwenye hedhi ikimalizika hedhi yake aoge. Wadhalika bi an tastamila almaa biniyati tahara, na hilo ni kwa kutumia maji kwa nia ya kujitaharisha. Fi jamii badaniha, katika mwili wake wote. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idha aqbalat haidhatuki fada'i as-salah wa idha adbarat faghtasili wa salli, ikija hedhi yako fada'i as-sala, wacha sala, wacha kusali. Wa idha adbarat, ikiondoka ikimalizika, faghtasili wa salli, oga na usali. Kwa jambo la kwanza linalomlazimu mwenye hedhi baada ya kumalizika hedhi yake ni kuoga. Wasifatuhu, na sifa yake, an tanwiya rafa'a alhadath au at-taharata lis-salati wa nahwaha. Sifa ya kuoga ni kunuia kuondosha ile hadath au kujitaharisha kwa ajili ya sala na mfano wake. Thumma taqulu bismillah, kisha atasema bismillah, na haya ni moyoni, haya anayanuia moyoni. Na hiyo bismillah pia anaisema moyoni akiwa chooni. Akiwa chooni haisemi kwa dhahir bismillah, nia haitamkwi. Nia haitamkwi, iwe ni katika kuoga au katika sala au katika saumu, nia ni moyoni. An-niyatu mahalluha alqalbu, nia mahali pake ni moyoni. Wanutqu biha bid'atun dalala, kuitamka nia ni uzushi tena wa upotevu. Hakuna kutamka nawaitu sauma ghadin an adai, hakuna kutamka nia. Wala katika sala nawaitu fardha dhuhr fardha al-asri, hii pia hakuna. Nia ni moyoni. Thumma taqulu bismillah, kisha atasema bismillah. Thumma tafidhu almaa ala jamii jismiha, kisha atamimina maji juu ya mwili wake wote. Waturawi usula sha'ri ra'siha, na atatia maji katika mashina ya nyele za kichwa chake.
wala yalzamuha naqluhu in kana madhfura, wala haimlazimu kuzifumua zile nywele zake zikiwa zimesongwa, si lazima azifungue, wajibu wake tu ni kuziweka maji. Wa innama turawihi bilma, isipokuwa anazitia maji peke yake, sio lazima kuzichangua halafu azisonge tena, sio lazima. Wa inista'malati sidra, na akitumia mkunazi au almawad almunadhifa, au vitu vile vinavyosafisha ma'al ma'i, pamoja na maji, fahasan, ni vizuri zaidi. Mkunazi unatoa mapovu kama sabuni, kwa ikiwa atatumia mkunazi au vitu vingine ambavyo vinasafisha, sabuni pamoja na maji, ni vizuri. ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال. Ni sunna pia achukue pamba ambayo ndani yake kuna miski au kitu kingine katika marashi, akiweke katika tupu yake baada ya kuoga. Liamrihi sallallahu alayhi wasallam asma bidhalik, kwa sababu ya amri yake Mtume sallam alipomwamrisha Asma hivyo aweke shay'in min almiski au min at-tib, ili kuondosha harufu ya ile damu. Tambihun muhimu, uzindushi muhimu. Idha tahuratil haidhu au an-nufasau qabla ghurubi ash-shamsi lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadha al-yawm. Akitaharika mwenye hedhi au mwenye nifasi kabla ya kuzama jua, itamlazimu kusali sala ya dhuhuri na alasiri ya siku hiyo. Akitaharika alhaid au nufasa kabla ghurubi shamsi, kabla ya jua kuzama, inamlazimu asali sala ya dhuhuri na alasiri ya siku hiyo. Waman tahurat minhuma qabla tulu'i alfajri lazimaha an tusalli almaghriba wal ishaa min hadhihi al-layla. Na aliyetaharika katika mwenye hedhi au mwenye nifasi kabla ya kutokeza alfajiri, yani alitaharika usiku kabla alfajiri, inamlazimu kuswali maghrib na isha za usiku huo. Lianna waqta as-salati ath-thaniya waqtun lis-salati al-ula fi hali al-udhri, kwa sababu wakati wa sala ya pili ni wakati wa sala ya kwanza katika hali ya udhur. Wakati wa sala ya pili ni wakati wa sala ya kwanza katika hali ya udhuru. Yani kwa mfano wakati wa dhuhuri, wakati wa alasiri ni wakati wa dhuhuri katika wakati wa udhur, hali ya udhuru. Msafiri, kwa mfano msafiri yajma'u, anajumuisha baina sala mbili, jamu taqdim. Kwa hiyo wakati ule wa alasiri pia ni wakati wa dhuhuri, anaweza akafanya jami taakhir, akasali adhuhuri na alasiri katika wakati wa dhuhuri. Kwa ndo akasema kwa sababu wakati wa sala ya pili ni wakati wa sala ya kwanza katika hali ya udhuru kama huo wa safari. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد 22 صفحة 434: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا. جمهور العلماء كل لما علماء kama Imam Malik na Imam Shafi na Ahmad, akitoharika mwanamke mwenye hedhi mwisho wa mchana anasali ya dhuhuri na alasiri pamoja. Wa idha tahurat fi akhiri al-layl, na akitoharika mwisho wa usiku kabla alfajiri, sallati al-maghriba wal isha jami'a, atasali magharibi na isha zote. Kama nukila dhalika an Abdurrahman ibn Auf, kama lilivyonukuliwa hilo wa sahabi jalil Abdurrahman ibn Auf wa Abi Huraira wa Ibn Abbas, lianna alwaqta mushtarakun baina as-salatayn fi hali al-udhri, kwa sababu wakati unashirikiana baina sala mbili katika hali ya udhur. Kama tulivyoelezea,
al-asri na adhuhuri katika msafiri yajuzu kuziswali jamu ta'khir. Fa idha tahurat fi akhir an-nahari fa waqtu adh-dhuhri baqin, akitoharika mwanamke mwisho wa mchana wakati wa dhuhuri unabakia, fatusalliha qabla al-asri, ataisali ya dhuhuri kabla ya sala al-asiri. Wa idha tahurat fi akhir al-layl, akitoharika mwisho wa usiku, fa waqtu al-maghribi baqin fi hali al-udhri, wakati wa magharibi nao unabakia katika hali ya udhuru, fatusalliha qabla al-isha, atasali magharibi kabla ya isha. Intaha kalamu Sheikh al-Islam rahimahullah. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika fatawa arkani sala anasema kwamba hili jambo hili sio la lazima, si lazima, kwa sababu pale hakuswali swala ya dhuhuri, ilikuwa bado yuko katika siku zake, bado anaendelea na ada yake, kwa hiyo alikuwa na udhuru pale, alikuwa na udhuru. Kwa hiyo sio lazima kwamba akitoharika mwisho wa mchana aje aiswali na hii adhuhuri pia, kwa sababu adhuhuri ilitokea wakati yuko na udhuru wake ule wa ada yake. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema jambo hili sio la lazima. Mafhumu? Wa amma idha dakhala alaiha waqtu salati, ama ikiingia kwa mwanamke huo, ukiingia kwa mwanamke huyo wakati wa sala, thumma hadat, kisha akapata hedhi, au nafasat, au akapata nifasi, qabla an tusallia, qabla hajasali, falqawlu rajihu annahu yalzamuha qada'u tilka as-salah, kauli yenye nguvu ni kwamba itamlazimu kulipa sala hiyo, allati adrakat awwala waqtiha, sala ambayo amediriki mwanzo wa wakati wake, hakusali kisha akapata hedhi au akapata nifasi, kabla an yusalliaha, kabla hajaisali. Kwa mfano alasiri imeingia saa 10 kasorobo au saa 10 kasoro dakika 10, hakusali akakaa mpaka saa 11 kasorobo au saa 10 na nusu, saa 10 na nusu ikaja ile ada yake, hapo swala hii italazim aje ailipe, kwa sababu zimepita takriban 45 minutes hakusali. Huyo anatakiwa alipe sala hii, kwa sababu muda ulipita, hakuwa na udhuru wowote wa kutosali. Hii ndiyo maana ya maneno haya ya Sheikh hafidhahullah. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu' al-fatawa. Naam. أي ولا يلزمها، أي لا يلزمها، قلت لا يلزمها nimekosea, haimlazimu kulipa sala hiyo ambayo alidiriki mwanzo wakati kisha akapata hedhi kabla hajasali. Si lazima kusali sala hiyo, pamoja na kwamba zimepita dakika kadhaa hakusali. Hii anaruhusiwa, ni kwamba kwa vile bado ile ada yake imetuka katika wakati wa sala na hajasali, kwa hiyo sala hiyo ni kwamba haimlazimu kuilipa. Si kwamba inamlazimu kulipa, haimlazimu kulipa. Baadhi ya maulama wanasema ni lazima ailipe, kwa sababu umepita wakati fulani ambapo ilikuwa inatosha asali lakini hakusali. Lakini ya Sheikh anasema hii ndiyo kauli rajih. Akisema alqaulu rajih, ina maana kuna kauli nyingine marjuh inayosema kwamba ni lazima alipe, lakini kauli yenye nguvu kama anavyosema Sheikh Al-Fawzan, haimlazimu kulipa sala hiyo. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu' al-fatawa fi hadhihi al-mas'ala, wal adhharu fi ad-dalili madhhabu Abi Hanifa wa Malik. Kauli ambayo ni dhahiri zaidi kwa dalili ni madhhabu ya Abi Hanifa na Malik, annaha la yalzamuha shay'un, ni kwamba haimlazimu mwanamke huyo kitu chochote, lianna al-qadaa innama yajibu bi amrin jadidin, kwa sababu kulipa kunapasa kwa jambo jipya. Wala amra huna yulzimuha bilqadha, na hakuna amri yoyote hapa inayomlazimu kulipa. Waliannaha akharat ta'khiran jaizan, na kwa sababu aliakhirisha ile swala, kuakhirisha ambako ni jaiz, inajuzu. Yani si lazima mtu kuswali mwanzo wa wakati wa sala, pamoja na kwamba ni aula.
kama alivyoulizwa Mtume sallam afdalul a'mal, akasema as-salatu fi awwali waqtiha, bora ya amal ni kuswali mwanzo wa wakati, pamoja na kwamba sio lazima. Kwa hiyo huyu alichelewesha ile sala taakhiran jaizan, kuchelewesha ambako kuna juzu, fahiya ghairu mufarrita, yeye hakufanya uzembe hapa. Wa amma naimu au nasi, ama mwenye kulala au mwenye kusahau, wa in kana ghaira mufarritin aidan, hata kama si mzembe, fa inna ma yafaluhu laysa qadaan, anaofanya si qadha, bal dhalika waqtu salati fi haqqihi hina yastayqidhu wa yadhkuru, bali huo ndio wakati wa sala katika haki yake, akiamka na akikumbuka. Mtume anasema man nasiya salata falyusalliha idha tadhakkar, au kama qala sallam, mwenye kusahau sala na aiswali akikumbuka. Kwa hiyo mtu alisahau kwamba si niliswali, aliona kwamba alisali, kumbe hajasali, akaja akahakikisha kwamba hajasali na wakati umemalizika, ule wakati anaposwali si qadha, bali ili ndio wakati wa sala yake kwa sababu ya kusahau. Pia mtu alilala wakati wa dhuhuri ukapita, akalala ukaingia wakati wa alasiri, anatakiwa ailipe sala ile, aisali sala ile, na si qadha, ni kwamba hapati thawabu, hapati madhambi kwamba ile ni qadha. Manake mtu akichelewesha sala ukitoka wakati wake bila udhuru, anapata madhambi, analipa sala lakini anapata madhambi. Lakini mwenye kulala na mwenye kusahau, hawa rufia anhum alqalam, ni kwamba wakiswali si qadha, bali wanasali zile sala kwa sababu wamepata udhuru wa kulala au kusahau. ثانيا الاستحاضة. أحكام الاستحاضة، damu, hukumu ya damu ya ugonjwa. Alistihaadha sayalanu dami fi ghairi waqtihi ala sabili nazif, ni kutirizika damu katika isiyo kwa wakati wake kwa njia ya nazif, min ariq au min araq, yusamma al-adhil, inaitwa adhil, yani kishipa, yani bila fi ghairi waqtihi, bila wakati wake, ina maana sio wakati ule wa hedhi. Kwa hiyo inashuka ile damu kwa njia ya nazif, min irqin, si araq, min irqin, kwa mshipa fulani unaitwa adhil. Irqin si araq, araq ni jasho, irqin ndio huo mshipa, yusamma al-adhil. Walmustahadha amruha mushkilun lishtibahi dami al-haidhi bidami al-istihadha. Mustahadha jambo lake linatatiza kwa kutatiza damu ya hedhi, na damu ile ya ugonjwa inatatiza. Ndio walmustahadhatu amruha mushkilun lishtibahi dami al-haidhi bidami al-istihadha. Mustahadha jambo lake lina mushkil kwa kutatiza damu ya hedhi na damu ile ya istihadha. Fa idha kana damu yanzilu minha bistimrarin au ghalibil waqti, fama alladhi ta'tabiruhu minhu haidan wa ma alladhi ta'tabiruhu istihadha. Asema ikiwa ile damu inashuka kwa mwanamke kwa kuendelea au wakati mrefu inashuka, jambo gani analolizingatia kuwa damu ile ni hedhi, na jambo gani atalizingatia kwamba hiyo damu ni ya istihadha, ni ya ugonjwa? La tatruku min ajlihi sauma wala sala. Ikiwa ni damu ya ugonjwa, ni kwamba hatawacha kwa ajili yake saumu wala sala, ataendelea kufunga, ataendelea kusali. Sasa jambo gani atalizingatia? Fa innal mustahadha yu'tabaru laha ahkamu tahirat, kwani mustahadha, mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, zinazingatiwa kwake hukumu za waliotahara. Hukumu za waliotahara zinazingatiwa kwake, anasali, anafunga, anasoma Qur'ani bila matatizo yoyote. Wa binaan ala dhalik fa innal mustahadhata laha thalathu halat, yule mwenye damu ya ugonjwa kuzingatia hayo
ana hali tatu. Alhalatu alula an takuna laha adatun ma'rufa ladaiha qabla isabatiha bilistihadha. Hali ya kwanza ni kuwa na ada inayojulikana kwake kabla ya kupatwa hiyo damu ya ugonjwa, kwamba ana ada ni maarufa ladaiha, ana ada yake anaijua. Bi an kanat qabla alistihadha tahidhu 5 ayyam au 8 ayyam mathalan fi awwal ash-shahri au wasatihi. Ada inayojulikana kwake ni kuwa kabla ya kupata damu ya ugonjwa alikuwa anapata hedhi siku 5 au siku 8 kwa mfano, mwanzo wa mwezi au katikati ya mwezi. Fataarifu adadaha wa waqtaha, hapa anajua idadi yake zile siku na wakati wake. Fahadhi tajlisu qadra adatiha, huyu atakaa kiasi cha ada yake. Watadau salata wasiyam, na atawacha kusali na kufunga. Watatabiru laha au watutabaru laha ahkamul haid, huyu zitazingatiwa kwake hukumu za hedhi zote, kiasi cha zile siku zake ambazo ndio ada yake anayojua. Hata sali, hata funga, hata ingiliwa na mumewe. Faidha intahat adatuha, ikimalizika ile ada yake, ightasalat, ataoga, wasallat, na atasali, wa'tabarat ad-dama al-baqi dama istihadha. Ikiwa bado inaendelea, ataizingatia sasa ile damu inayobakia inayoendelea kwamba ni damu ya ugonjwa. Zile siku zake zimemalizika na bado damu inaendelea, atasali pale, ataoga, atasali, atafunga. Ile ikiendelea pale sasa ile ni damu ya ugonjwa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habiba, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidhatuki, ka kiasi cha zile siku ambazo ilikuwa ikikuzuia hedhi yako. Thumma ightasili wa salli, kisha oga na usali. Kwa hiyo atakaa kiasi cha siku 5, kiasi cha ada yake, aidha 5 au 6 au 7 au 8, alafu ataoga. Zile damu ikiendelea pale, ile ni damu ya ugonjwa, hapo ataendelea kuswali, ataendelea kufunga. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بحيض, hiyo ni irqin, ni mshipa, sio hedhi. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, ikija hedhi yako wacha kusali, wacha kufunga. Kwa hiyo almustahadha hukumu yake ni hukumu ya tahira, ni kama yuko tahara hukumu yake, kwa sababu ile ni damu ya ugonjwa, si damu ya hedhi. Hiyo ni hali ya kwanza. Alhalatu thania, hali ya pili ya huyu mustahadha, idha lam yakun laha adatun ma'rufa, ni asipokuwa na ada yanayojulikana. Asipokuwa na ada inayojulikana ni kwamba hajui ye siku zake ni 6, ni 7, ni 8, walakin damuha mutamayyizun, ba'dhuhu yahmilu sifata alhaid, lakini ile damu yake inapambanuka, baadhi yake inabeba sifa ya hedhi. Bi an yakuna aswada, ni kuwa ni nzito, nyeusi, au thakhinan, au ni nzito, au lahu raiha, au ina harufu. Wa baqiyatuhu la tahmilu sifata alhaid, iliyobakia haibebi sifa ya hedhi. Hapo pia ni kwamba ana mayiz, anapambanua katika damu ile ambayo ni nyeusi na hii ambayo haina sifa ya hedhi. Hii ambayo haina sifa ya hedhi, bi an yakuna ahmara, ni kuwa ni nyekundu, laisa lahu raiha wala thakhina, haina harufu wala sinzito. Fafi hadhihi alhala ta'tabiru ad-dama alladhi yahmilu sifata alhaidhi haidha, katika hali hii ataizingatia ile damu ambayo inabeba sifa ya hedhi kwamba hiyo ni hedhi. Fatajlisuhu au fatujlisuhu watada'u as-salata was-siyam, hiyo kwamba itamkalisha, atawacha kusali, atawacha kufunga.
kwa sababu ni hedhi. Wata'tabiru ma adahu istihadha, ataizingatia isiyokuwa hiyo kwamba ni damu ya ugonjwa, kwa sababu haina sifa za damu ya hedhi, hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa. Taghtasilu inda nihayati alladhi yahmilu sifata alhaid, ataoga mwisho wa ile ambayo inabeba sifa ya hedhi. Ikishamalizika tu ile ambayo ina rangi ile ambayo ni nyeusi au nzito, ikishamalizika sifa ile ambayo ni ya hedhi, pale ataoga. Watusalli, watasumu, atasali na atafunga. Watu'tabaru tahira, atazingatiwa yuko tahara, ni damu ya ugonjwa, haimzuii kusali wala kufunga. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف، ikiwa ni hedhi hiyo ni nyeusi inayojulikana. Faamsiki ani salah, jizuie kusali. Faidha kana al-akharu, ikiwa ni ile nyingine yani nyekundu, fatawallai wasalli, tawadha na sali. Fafihi anna almustahadhata ta'tabiru sifata dami. Kwa hiyo katika hadithi hii ni kwamba yule mwenye damu ya ugonjwa anazingatia sifa ya ile damu. Fatumayizu biha baina alhaidhi wa ghairiha, hapo atapambanua baina ya hedhi na isiyokuwa hedhi. Hiyo ni hali ya pili. Alhalatu thalitha, idha lam yakun laha adatun ta'rifuha wala sifatun tumayizu biha alhaidha min ghairihi, akiwa hana ada anayoijua wala hakuna sifa ambayo inapambanua hedhi na nyingine. Kwa mfano ni mdogo, hajui upambanuzi baina ya rangi ya zile na ada yake pia haijui. Fa innaha tajlisu ghalib alhaid, huyu atakaa ghalib alhaid, ile ghalibu ya hedhi, 6 ayamin au 7 ayamin fi kulli shahrin, siku 6 au 7 za kila mwezi. Lianna hadhihi adatu ghalibin nisa, hii ndio ada ya wanawake wengi, aidha siku 6 au 7. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lihamnata binti jahshin innama hiya raqlatun minash shaitan, huo ni msukumo wa shaitan. Fatahidhi 6 ayamin au 7 ayam, utakaa katika hedhi siku 6, utaingia katika hedhi siku 6 au 7. Thumma ightasili, kisha oga. Fa idha stanqati fasalli 24 au 23, ukisha taharika sali siku 24 au 23. Wasumi wasalli, nafunga na sali. Fa inna dhalika yujziuka, hayo yanakutosheleza. Wakadhalika faf'ali kama tahidhu nisa, na kama hivyo fanya kama wanavyopata hedhi wanawake. Walhasil mimma sabaq, jumla yaliyotangulia, anna almu'tadata turaddu ila adatiha, mwanamke mwenye ada yake anarudishwa kwenye ada yake. Walmumayyiza turaddu ila al-amali bitamyiz, na mwenye kupambanua huyu naye anarejeshwa kwenye kutumia ule upambanuzi, anapambanua baina ya rangi zile za damu mbili. Walfaqidatu lahuma, yule mwenye kukosa hayo mawili, hajui ada yake na hajui kupambanua, tahidhu 6 au 7, atakaa hedhini siku 6 au 7. Wa fi hadha jam'un baina sunani thalatha alwarida عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. Katika hili kuna kuzikusanya sunna 3 zilizokuja kutokana na Mtume صلى الله عليه وسلم kwa huyu mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامات التي قيل بها 6, alama zilizosemwa katika jambo hilo la mustahadha ni 6. Imma al-ada fa inna al-adata aqwa al-alamat, ima itakuwa ni ada, na ada ndiyo alama kubwa kuliko nyingine. Lianna al-asla
maqamul haidhi au muqamul haidhi duna ghairihi, kwa sababu asli msingi ni kuwekwa ile hedhi kuliko nyingine. Wa imma tamyiz, na ima ni kupambanua baina ya rangi za damu zile, lianna ad-dama al-aswada wath-thakhina al-muntin aula an yakuna haidhan min al-ahmar, damu nyeusi nzito iliyo na harufu hii ni aula kuwa ni hedhi kuliko ile nyekundu ambayo inakuwa ni ya istihadha. Wa imma atibaru ghalibi adati nisa, na ima ni kuzingatia ghalib ya ada za wanawake, lianna al-asla ilhaqu al-fardi bil a'ammi al-ghalib, sababu asli ni kuingizwa mmoja kwa wale wenye kuenea ambao ndio mara nyingi, mmoja analahikishwa na wengi ambao ndio aghlab. فهذه العلامات الثلاث hizi alama tatu tadullu alaiha sunnatu wal i'tibar, huzingatia juu yake sunna na i'tibar, yani hufahamisha juu yake sunna na mazingatio. Thumma dhakara baqiyat alalamati allati qila biha, kisha akataja alama nyingine zilizosemwa katika sala la huyo mustahadha. Waqala fi nihaya wa aswabu alaqwali i'tibaru alalamat allati jaat biha sunna wa ilghau ma siwa dhalik, kauli ambayo ni ya sawa zaidi ni kuzingatiwa hizi alama zilizokuja zilizoletwa na sunna na hadith na kuziwacha zisizokuwa hizo. Kwa hiyo alama ambazo zimetajwa na hadithi za Mtume sallam ndio alama ambazo zinatakiwa zizingatiwe kuliko alama nyingine ambazo haziko katika sunna. Ma yalzamu almustahadha fi hali alhukm bi taharatiha, yanayomlazimu yule mwenye damu ya ugonjwa katika hali ya kumhukumu utahara wake. Alif, yajibu alaiha an taghtasila inda nihayati haidhatiha almu'tabara hasba ma sabaqa bayanu, ni lazima aoge mwisho wa hedhi yake inayozingatiwa kwa kiasi ulivyotangulia uwazi wake. Ba, taghsilu farjaha liizalati ma alaiha min alkharij inda kulli salah, ataiosha tupu yake kuondosha kilicho juu yake katika vile ile yenye kutoka katika kila sala, ataiosha ile tupu yake. Wataj'alu fil makhraji qutnan wa nahwahu yamna'u al-kharij, ataweka katika pale mahali pa kutokea ile damu pamba na mfano wa pamba itakayozuia kile kinachotoka. Watashuddu alayhi ma yumsikuhu anisukut, na atafunga juu yake kitu ambacho kitaizuia ile pamba isije ikaanguka. Thumma tatawallau inda dukhuli waqti kulli sala, kisha atatawadha wakati wa kuingia kila sala, hata kana udhu kwa muda wa sala 2-3, bali kila wakati wa sala atatawadha tena. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadha, da'i salata ayyama aqra'iha, wacha kusali wakati ule wa tahara yake zile siku za hedhi. Thumma taghtasilu wa tatawadha'u inda kulli salah, kisha ataoga na atatawadha wakati wa kila sala. Waqala sallallahu alayhi wasallam un'itu laka al-kursuf tahushina bihi al-makan, na kusifia pamba ambayo utaiweka pale mahali. Al-kursuf al-qutun, wa yumkinu isti'malu al-hafaidh at-tibbiyya al-mawjudata al-an, inawezekana pia kutumia hizi za kujifunika za kuweka pale katika mahali zinazopatikana sasa hivi, hizi pia zinafaa. Si lazima pamba, bali kitu chochote ambacho mtu anajifunga ambayo inazuia pia inafaa. Alhafaidha ni vitu vinavyotumika sasa hivi vinavyopatikana katika makemisti au katika maduka, hivi pia inajuzu kuviweka kwa ajili ya kuzuia ile damu ya istihadha. Thalithan, an-nifas, taarifuhu wa muddatuhu, maelezo yake na muda wake. An-nifasu huwa ad-damu alladhi yanzilu min ar-rahim lilwiladati wa ba'daha, nifasi ni damu inayoshuka katika mfuko wa uzazi kwa ajili ya kuzaa na baada yake.
وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم. Na hii ndio damu ni baki ya damu inayozuilika wakati wa mimba katika ule mfuko wa uzazi, inakuwa inabaki kwa ajili ya chakula cha mtoto. Fa idha waladat kharaja hadha damu shay'an fa shay'a, akishazaa hii damu inatoka kidogo kidogo. Wama tarahu qabla alwilada min khuruji dami ma'a amarati alwilada fahuwa nifas. Anayoiona mwanamke kabla ya kuzaa, ambapo ni kutoka damu pamoja na alama za kuzaa, hii ni nifas. Damu inayotoka kabla ya kuzaa pamoja na alama za kuzaa, ile ni nifasi, inaanza kutoka. Waqayyadahu alfuqaha biyawmain au 3 ayyam, wameiwekea qaid masharti maulama wa fiqh kwamba ni siku 2 au 3 kabla alwilada, kabla ya kuzaa, ikianza kutoka ile inazingatiwa ni nifas. Walghalibu, mara nyingi, anna bidayatahu takunu ma'al wilada, mara nyingi inakuwa mwanzo wake inakuwa pamoja na kuzaa. Walmu'tabaru wiladatu ma tubayinu fihi ma tabayyana fihi khalqu insan, na inayozingatiwa ni kuzaa kitu ambacho hubainika umbile la mtu. Hii ndio inayozingatiwa kwamba baada ya kuzaa umbile la mwanadamu. Wa aqallu muddatin yatabayyanu fiha khalqul insan 81 yawma, muda mchache ambao hubainika katika muda huo umbile la mtu ni siku 81. Wa aghlabuha 3 ashhur, na aghlabu yake ni miezi 3. Fa idha saqata minha shay'un qabla hadhihi almudda wa hasala ma'ahu damun fa innaha la taltafitu ilayhi, kikitoka kitu kabla ya muda huu wa miezi 3, wa hasala ma'ahu damu, ikatoka pamoja na kitu hicho damu, fa innaha la taltafitu ilayhi, mwanamke huyo hatazingatia chochote damu hiyo, ni kwamba si nifasi. Wala tad'u salata, wala hatawacha kusali, wasiyama min ajlihi, hatawacha kufunga kwa ajili yake, liannahu damun fasidun wa nazif, hiyo ni damu fasid, damu mbaya, wa nazifun, ndio hiyo damu mbaya. Fayakunu hukmuha hukma almustahadha, itakuwa hukumu yake ni hukumu ya yule mwenye damu ya ugonjwa, sio nifasi. Wa aktharu muddati nifasi fil ghalibi 40 yawma, wingi wa muda wa nifasi katika ghalib ni siku 40, ibtidaa min alwilada, kuanzia siku ile ya kuzaa, au qablaha biyawmain, au kabla yake kwa siku 2 au 3 au siku 3, kama ilivyotangulia. Lihadithi ummi Salama radhiyallahu anha, kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawma, walikuwa wenye nifasi wakikaa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa siku 40. Wa ajmaa ala dhalika ahlul ilmi, wamewafikiana juu ya hilo ahlul ilmi, kama hakahu Tirmidhi wa ghayruhu, kama alivyoelezea hivyo at-Tirmidhi na mwingine. Wa mata tahurat qabla al-40, popote mwanamke huyo aliyezaa akitaharika kabla ya siku 40, bi aninqata anha khuruju dami, kwa kukatika kutoka kwa damu, fa innaha taghtasilu wa tusalli, hapo ataoga na atasali. Fala hadda li aqallihi, hakuna mpaka wa uchache wake hii damu ya uzazi, mpaka wa mwisho wake ni siku 40, lakini mpaka wa uchache wake hakuna. Inaweza ikawa siku 10, siku 20, siku 5, liannahu lam yarid tahdiduhu, haikuja kuwekewa mpaka wa idadi ya uchache wa hiyo nifasi. Wa idha tammatil 40, zikikamilika siku 40, walam yanqati anha khuruju dami, haikukatika ile kutoka damu, fa insada fa'adata haidhiha fahuwa haidhi, ikiwafiki ada ya hedhi yake, hiyo ni hedhi. Wa illam yusadif adata alhaidhi, isipowafiki ada ya hedhi, wastamarra, na ikaendelea, walam yanqati, isikatike, fahuwa istihadha,
hiyo ni damu ya ugonjwa. Ikiwa siku 40 zimepita bado inaendelea, ikiwafiki ada yake ya hedhi ni hedhi, isipowafiki ada ya hedhi inaendelea, hiyo ni damu ya ugonjwa. la tatruku min ajlihi alibadata ba'da al-40, hata wacha mwanamke huyo kwa ajili ya damu hiyo ibada baada ya siku 40. wa inzada anil 40 wa lam yastamirra wa lam yusadif ada famahallu khilaf. Inzada anil 40, yani ikizidi siku 40, walam yastamirra, na isiendelee, walam yusadif ada, na haikuwafik ada yake ya siku zake na ada yake, hii ni mahali khilaf baina alulama, wamekhtalifiana kwamba itahesabika kwamba ni nifasi au itahesabika ni damu nyingine. Hapo pana khilaf baina ya maulama. الأحكام المتعلقة بالنفاس، حكم زنزوسيانا نفاس. أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي. حكم za nifas ni kama hukumu za hedhi katika haya yafuatayo. Kwanza, yahrumu wat'u nufasa, ni haramu kumwatii mwanamke mwenye nifasi, kama yahrumu wat'u alhaid, kama ilivyo ni haramu kumwatii mwanamke mwenye hedhi. Wayubahu listimta'u alladhi duna alwat'i, lakini ni halali kustarehe naye, kustarehe ambako ni chini ya kumwatii, yajuzu kwa wote wawili. Yahrumu ala an-nufasai an tasuma au tusallia au tatufa bilbaiti kalhaid, ni haramu kwa mwanamke mwenye nifasi kufunga au kusali au kutufu al-Kaaba kama mwenye hedhi. ثالثا يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض, ni haramu kwa wenye nifasi kushika msahafu na kusoma Qur'ani muda wa kwamba haogopi kuisahau. Akiwa anaogopa kuisahau ni hafidha, basi atafanya muraja kalhaid, kama mwenye hedhi. Yajibu ala nufasai قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض, ni wajibu kwa mwenye nifasi kulipa saumu ambayo ni wajibu kwake aliyoiacha katika nifasi, kalhaidhi, kama mwenye hedhi. Yajibu ala nufasa an taghtasila inda nihayati nifas. Jambo la 5, ni wajibu kwa mwenye nifasi kuoga ikimalizika ile damu, kama yajibu dhalika ala alhaid, kama linavyopasa hivyo kwa mwenye ni hedhi. Wal adillatu ala dhalik, na dalili ya hayo. Awalan an ummi Salama radhiyallahu anha, kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawma, walikuwa wenye nufasi. Nenda haraka ala, naona si mazito haya au mazito? Mwandika طيب, nirudie tena. طيب. عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما, alikuwa mwenye nifasi akikaa katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم muda wa siku 40. قال المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى المجلد الأول صفحة 184, قلت: ومعنى الحديث, معنى حديثه يا أم سلمة كانت تؤمر أن تجلس إلى 40, alikuwa akiamrishwa huyu mwenye nifasi kukaa muda wa siku 40, lialla yakuna alkhabaru kadhiba, isije ikawa ile habari ni urongo. Idh la yumkinu an tattafiqa aadatu nisai asrin fi nifasin au haidhin. Idh la yumkinu an tattafiqa aadatu nisai asrin fi nifasin au haidhin, kwa sababu haiwezekani kuwafikiana ada za wanawake wa zama fulani katika nifasi au haidh. Kwa hiyo alikuwa akiamrishwa akae kwa muda wa siku 40, kwa sababu ada za wanawake
haziwafikiani. La yumkinu an tattafiqa adatu nisai asrin fi nifasin au haid, zinakhtalifiana ada zao. Kwa hiyo akaamrishwa akae kwa muda wa siku 40 kwa ajili ya damu hiyo ya uzazi. Dalili ya pili, an ummi salamata radhiyallahu anha qalat كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة. alikuwa mwanamke katika wanawake wa Mtume صلى الله عليه وسلم akikaa katika nifasi kwa muda wa siku 40. la ya'muruha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqada'i salati an-nifas. Mtume صلى الله عليه وسلم hamuamrishi kulipa sala ile ya nifasi ambayo alikuwa katika damu hiyo. Kanatil mar'atu min nisa'in nabii, alikuwa mwanamke katika wanawake wa Mtume, si kwamba wake zake, yani wanawake wa ahdi yake, sahabiyat. Taqudu fi nifasi 40 laila, akikaa kwa ajili ya nifasi muda wa siku 40. La ya'muruha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqada'i salati an-nifas. Mtume sallam hamuamrishi kulipa sala ile ya nifasi ambayo alikuwa katika nifasi. Sawa sawa. Faida, idha inqata'a ad-damu 'ani an-nufasai qabla al-40, ikikatika damu kwa mwenye nifasi kabla ya siku 40. Waqtasalat, na akaoga, wasallat, akasali, wasamat, akafunga. Thumma aada alaiha damu qabla al-40, kisha ikamrudia ile damu kabla ya siku 40. fasahihu annahu yu'tabaru nifasa. Kauli sahih ni kwamba hiyo inazingatiwa ni nifasi, kwa sababu ni kabla ya siku 40. Yeye aliona imekatika, akaoga, akasali, akafunga, ikarudi tena kabla ya kumalizika siku 40. Hiyo inazingatiwa ni nifasi. Tujlisuhu, itamkalisha, au tajlisuhu, ataikalia, kwamba anawacha kusali, anawacha kufunga. Wama samatuhu fi waqti tuhuri almutakhallil au mutakhallal fahuwa sahihun la taqdhi. Aliyoifunga, siku iliyoifunga katika wakati ule wa tahara ulioingia kati, saumu ile ni sahihi, hata ilipa ile saumu aliyoifunga wakati ule tahara ile ambayo alidhania kwamba tayari imemalizika ile damu. Saumu ile aliyoifunga ni sahihi, la taqdhihi, hata ilipa. انظر مجموعة فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم المجلد الثاني صفحة 102، والفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الذي طبعته مجلة الدعوة. يعني فتاوى ambazo wamezichapisha majalatu da'wa, majalla ya kwanza peji 44. وحاشية ابن قاسم على شرح الزاد، انظر كذلك وحاشية ابن قاسم على شرح الزاد المجلد الأول صفحة 405. ورسالة في الدماء الطبيعية للنساء، رسالة في الدماء الطبيعية للنساء، هي كما سكسين يا شيخ ابن عثيمين، صفحة 55 وصفحة إلى صفحة 56. والفتاوى السعدية صفحة 137. فائدة أخرى، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فظهر مما تقدم. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله anasema فظهر مما تقدم، imedhihiri kwa iliyotangulia, anna dama nifasi sababu hulwilada, kwamba damu ya nifasi sababu yake ni uzazi. Wa anna dama listihadha, na kwamba damu ya ugonjwa, damun aridhun limaradhin wa nahwihi, ni damu iliyozuka kwa sababu ya maradhi na mfano wake.
wa anna dama alhaidhi huwa damu al-asli, na kwamba damu ya hedhi ndiyo damu ya asili. Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullah yaqul fadhahara mimma taqaddam, imedhihiri kwa aliyotangulia, anna dama nifasi sababuhu alwilada, kwamba damu ya nifasi sababu yake ni uzazi. Wa anna dama alistihadha, na kwamba damu ya istihadha damun aridhun, ni damu iliyozuka, limaradhin, kwa sababu ya maradhi, wa nahwihi, na mfano wake. Wa anna dama alhaidhi huwa damu alasli, na kwamba damu ya hedhi ndiyo damu ya asili. Wallahu a'lam.